Wanachama wetu wa Chama cha Mapinduzi kwa mkoa wetu wote wa Dodoma, tunawakumbusha kwamba tarehe 16 mpaka tarehe 22 ya mwezi huu, ambayo ni kesho kutwa, zoezi la uboreshaji wa daftari la mpiga kura litaanza hapa mkoani Dodoma. Na zoezi hili kusema kweli ni la muhimu sana kwa kila mwana CCM kuhakikisha anakuwa amejiandikisha kwenye daftari la mpiga kura, kwa sababu silaha kubwa ambayo CCM tunayo sisi, ya kwanza ni kwamba pamoja na kwamba wewe lazima uwe mwanachama, lakini lazima uwe na sifa ya mpiga kura. Kwa hiyo tunawahusia wanachama wetu wote kwa mkoa wetu wa Dodoma, kwenye wilaya zetu zote, kwenye kata zetu zote, kuhakikisha tarehe 16 kila ambaye kwa mfano hakujiandikisha katika zoezi lililopita ahakikisha anaenda kujiandikisha. Na katika eneo hili la kujiandikisha, labda niwakumbushe juu ya sifa ambazo mwanachama wetu au mtu yeyote atatakiwa kuwa nazo katika kuelekea tukio hilo. La kwanza, lazima mtu awe ametimiza miaka 18 na kuendelea, kwamba lazima mtu ahakikishe hilo kwamba yeye ana miaka 18 na kuendelea. Lakini la pili, sifa ya pili, lazima watakaokuwa ametimiza miaka 18 mpaka itakapofikia mwezi Oktoba. Kama sasa hujatimiza miaka 18, lakini itakapokuwa imefika Oktoba utakuwa umetimiza miaka 18, na wewe tunakukumbusha kwamba uende kujiandikisha au kuboresha taarifa zako. Lakini sifa ya tatu, lazima awe amehama eneo, kwamba wewe ulikuwa kata fulani, sasa umehamia kata nyingine, wewe unakumbushwa kwamba uende kuboresha taarifa zako. Au ulikuwa awali huko Dar es Salaam, sasa huko Dodoma, unapaswa sasa na wewe urekebishe taarifa zako kwenye daftari. Au ulikuwa eneo moja la kijimbo, umehamia jimbo jingine, na wewe inakuhusu hii ya kwenda kuboresha taarifa zako. Lakini pia inawezekana wewe labda ulipoteza kadi yako ya mpiga kura kwa namna moja au nyingine. Sasa unahitaji kwenda tarehe 16 mpaka tarehe 22 uweze kupata kadi mpya. Kama kadi yako imepotea, umehama eneo moja kwenda eneo jingine, au ndio umetimiza miaka 18, au utakuwa umetimiza miaka 18 itakapokuwa imefika mwezi Oktoba, zote hizo ni sifa ambazo zinakuongoza kwenda kujiandikisha na kuboresha taarifa zako. Sasa sisi CCM tunahamasisha hili kwa sababu tunaamini kwamba nguvu yetu ya kuendelea kushinda na kushika dola, pamoja na mikakati na mipango ya kichama tulionayo na kukubalika kwetu na utekelezaji wa ilani tunayoifanya, lakini lazima wanachama wetu wote waendelee kujiandikisha. Kwa hiyo tunawaomba wanachama wetu wote kote waliko, wabebane kwenye baskeli, wabebane kwa mikokoteni, watumie pikipiki zetu ambazo ziko kila kata, wabebe hata wagonjwa. Mtu ambaye hayuko ICU atoke, hata kama ni mgonjwa, abebwe apelekwe kwenye kituo, aboreshe taarifa zake, alafu arudi nyumbani akaendelee na tiba, kwa sababu hatuhitaji na tunategemea kwamba asipatikane hata mwana CCM mmoja ndani ya Dodoma ambaye atakuwa hana kadi ya mpiga kura au hajaboresha taarifa zake. Kwa hiyo tunawaomba na tunawahusia kwamba kila mmoja ampe taarifa mwenzake ambaye hajajiandikisha tarehe 16 mpaka tarehe 22, aende kwenye vituo ambavyo vitakuwa vimeainishwa kwenye maeneo yenu. Tuhakikishe tunapata nguvu ya kwenda kuamua juu ya nani anakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwezi Oktoba, ambaye kusema kweli kila dalili inaonesha kwamba atakuwa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa tunaamuaje? Lazima tuwe na sifa ya kupiga kura. Kwa hiyo wana CCM wote kokote mlipo, mkoa tunawaomba, na Chama cha Mapinduzi mkoa kinawaomba, mwende kuboresha taarifa zenu tarehe 16. Na labda pia niseme katika eneo hili, watu wamekuwa wakijiuliza kwamba kwa nini Chama cha Mapinduzi kinakuwa na ujasiri wa kusema kwamba kinaweza kushinda au kitashinda au kitaendelea kushika dola. Sisi tunasema hivyo kwa sababu ya kwanza ni hiki ambacho tunakifanya. Wakati wenzetu wako kwenye kulumbana, wakati wenzetu wanakimbia vyama vyao, sisi tunaelekeza wanachama wetu kwenda kujiandikisha, kwa sababu tunaamini njia pekee ya kumpata kiongozi katika nchi ya kidemokrasia
ni njia ya kuwa na sifa ya kupiga kura, na sisi hatuamini katika njia zingine ambazo wenzetu nadhani wanaamini katika maneno, wanaamini katika labda katika njia nyingine ambazo si njia za kidemokrasia. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba wanachama wetu wanapokuwa wamejiandikisha, wanazo sifa za kupiga kura, sisi tuna mtaji mkubwa sana. Na kwa kweli, kwa mfano katika mkoa wetu wa Dodoma sasa tuna zaidi ya wanachama, yani kila watu 10 watu 9 ni wa Chama cha Mapinduzi ndani ya mkoa wa Dodoma, na hata katika maeneo mengine 10 kwa 10 unakuta ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo unapozungumza kwa mfano hapa Dodoma, unazungumza jamii ambayo karibia 98% ni watu ambao wanakipenda Chama cha Mapinduzi. Sasa kama watu wote hao watajiandikisha na wakawa na sifa ya kupiga kura, ni kwa nini CCM katika mwezi Oktoba isiwe na uwezo wa kupata ushindi wa 98, 99 na pengine 99.5? Sasa matokeo ya namna hiyo yatakapotokea, watu wasianze maneno kusema Chama cha Mapinduzi kinafanya hivi na vile. Ni kwa sababu chama kinajiandaa, chama kinahamasisha watu, wanaenda kujiandikisha, wanakwenda kupiga kura, na baadaye anapopatikana mshindi anakuwa ni mshindi halali aliyotokana na jitihada za wana CCM wenyewe. Kwa hiyo sisi katika eneo hili la kuhamasisha kujiandikisha, na wakati tunaelekea katika uchaguzi mkuu, tunayo imani kubwa kwamba wanachama wetu wingi wao na sifa zao za kwenda kupiga kura ndizo hizo ambazo zitakipa Chama cha Mapinduzi ushindi mkubwa. Na pengine ndio maana mmeona watu wengi na wananchi wengi wa Tanzania wameshaona dalili kwamba CCM ina nguvu sana kwa sasa na inafanya mambo yenye uhakika kwa jamii, na ndio maana mtaona hata vyama vingine wengi sasa wanahama kutoka kwenye vyama vyao wanakwenda kwenye Chama cha Mapinduzi. Na nadhani vyama hivi na hasa labda chama kikuu cha upinzani, kwa kweli iko kila dalili kwamba Chadema inakufa. Hiyo kuna dalili ya moja kwamba chama hicho sasa kimefikia wakati wa kufa, na sioni nani anaweza kuzuia kifo cha Chadema, kwa sababu kama chama kila siku wanahama maelfu ya wanachama kutoka kwenye chama hicho, maana yake kadiri muda unavyokwenda chama hicho kitakuwa hakina wanachama, na chama cha siasa ambacho hakina wanachama hakiwezi kuwa chama cha siasa. Kwa hiyo kama chama kitaishiwa wanachama, bila shaka ni chama hicho kitakuwa kinakufa. Sasa tunasikitika sana kwamba dalili zinaonyesha kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaelekea kufa, na kwa kweli hakuna kuzuia kifo cha Chadema kwa sasa, kwa sababu tayari wanachama wake wameshaona kwamba si chama ambacho kinaweza kikabeba matumaini yao na hakina pa kuwapeleka.